Kwa tathmini yako ya jumla mchezo uliochezwa jana, lakini pia vile vile kwa hali unavyoiona ya timu yetu ya taifa kuelekea AFCON ya Morocco mwezi Desemba mwaka huu? Kuna vitu vingi vya kuangalia katika timu ya taifa. Mosi, unaanza kuangalia namna ambavyo timu ina perform. Ilikuwa ukiuacha mchezo wa jana, Stars wamecheza michezo kadhaa ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kufuzu kuelekea kombe la dunia, ambapo tumeipoteza hiyo tiketi kwa sababu ya kupata matokeo ambayo sio rafiki kwa upande wetu, kwa maana ya kupoteza michezo. Ukija kuanza kuangalia kuassess katika vitu vingi timu ilikuwa inachezaje katika ile michezo 8 ambayo imecheza kwenye kundi, utaanza kuona kuna sehemu ambako bado kuna dosari, lakini kuna sehemu ambapo kunaonekana kuna mwanga wa maendeleo kama timu ya taifa imepiga hatua. Moja, timu ya taifa unapokuja kuiangalia upande ambako imepiga hatua, imekuwa ni timu ambayo iko more defensive, inaweza kujilinda vizuri siku hizi tofauti na ilivyokuwa kwa kipindi cha nyuma. Ndio maana sasa hivi ile kawaida ambayo ilikuwa naiita kawaida kwa sababu ilikuwa imezoeleka hivyo, Taifa Stars ilivyokuwa inakutana na taifa ambalo limeizidi kidogo tu katika madaraja, unategemea itafungwa kuanzia magoli 3 kwenda juu. Ni kwa sababu gani? Ya setup ya timu ilivyokuwa inacheza kwa kipindi kile, lakini falsafa za makocha ambao walikuwa wanaifundisha timu ya taifa. Unaiangalia namna ambavyo inacheza sasa hivi, yes, inapoteza michezo, haipati matokeo ya ushindi, lakini namna ambavyo wanapoteza kuna ushawishi ambao unauona. Kuna ile competition ama ushindani ambao unaonekana kiwanjani. Ushindani ambao ukija kuleta katika engo nyingine, unaona ni ule uwezo binafsi wa wachezaji ambao wapo ndani ya kikosi cha Taifa Stars kwa sasa hivi, kwa sababu kocha katengeneza mpango kazi ambao tunasema structure wise Taifa Stars inaweza ikajilinda vizuri, lakini going forward kwenda mbele ni timu ambayo itengenezi sana nafasi za kufunga mabao. Ndio maana bado tuna ukame wa kutia mpira kimiani katika michezo mingi ambayo Taifa Stars imecheza, lakini huenda huu ukame pia unachagizwa au unasababishwa na kukosekana kwa wale washambuliaji halisi kwenye kikosi. Kwa sababu ujue tunavyozungumza mpaka sasa hivi mchezaji ambaye kafunga magoli mengi kwenye timu ya taifa ambaye bado anashikia rekodi, Mlisho Alfan Ngasa. Ukijiuliza Mlisho alistaafu mpira tokea lini mpaka sasa hivi hapa katikati, unaona wanaokaribia hiyo namba ya Mlisho Alfan Ngasa, mabao 26 ya timu ya taifa, ndio unakuja kumtaja Mbwana Samata na Simon Epigodi Msumba ambao ndio wamekaribia, wanakosa kama magoli 3 ili waweze kuifikia ile rekodi na sio kuivunja. Kwa unajiuliza tokea kipindi anastaafu Mlisho Alfan Ngasa na akuwa mshambuliaji wakati, kwa unakuja kuona kama taifa tuna changamoto ya kumpata mshambuliaji wakati ambaye atakuwa anafanya vitu sawa sawa na wanavyofanya wachezaji wa mataifa mengine. Mfano Michael Orunga pale Kenya wanajua kuna magoli yatatokea pembeni ya kiwanja, kwa maana ya mawinga, viungo pia wanaweza wakaja kusaidia kufunga, mabeki wanaweza wakaja kufunga kama hizo nafasi zitatokea. Tunayo Gamu anaweza kuweka mpira nyavuni. Lakini ukienda kuangalia pia katika mataifa mengine, waangalie kama Kongo, wanaye Cedric Bakambo ambapo anaanza Fiso Kalala Mayela akiwa yuko bench. Hii inakuonyesha nini? Ni taifa ambalo limezalisha washambuliaji wakati wengi na ambao wana uchu na ubora wa daraja la juu, tofauti na ilivyokuwa Tanzania. Bado tunamkosa. Walikuwepo wakina Gaudens Mwaikimba, John Boko. Unaangalia sasa hivi wapo wakina Clement Mzize, lakini bado wamekuwa hawana kiwango bora linapokuja swala la timu ya taifa. Idadi kubwa ya magoli wanafunga wakiwa na vilabu vyao, lakini changamoto timu ya taifa huenda ni mfumo ambao unawapelekea wao wasiperform vizuri wakiwa na timu ya taifa, lakini bado safu ya ushambuliaji kiujumla ya timu ya taifa ina changamoto. Kwa udhaifu wa kwanza wa timu ya taifa unaanza kuona hapo, ni timu ambayo haifungi idadi kubwa ya magoli, kitu ambacho kinapelekea hata katika mchezo ambao ulikuwa unaamini watapata matokeo ya ushindi, wanapoteza ama kutoa sare ama kusuluhu, kwa sababu hawana ile safu ya ushambuliaji ambao ni bora itaweza kuweka mpira wavuni. FM